Habari kila mtu. Sasa unyonyeshaji wa uvimbe katika saratani za mapafu. Hivi ndivyo ukuaji wa uvimbe unavyotokea katika saratani za mapafu. Kwa hivyo kuna aina mbalimbali za unyonyeshaji wa uvimbe ambazo zinaweza kutokea. Moja ya njia za kawaida ni kitu kinachoitwa neovascularization au angiogenesis. Angiogenesis inamaanisha uzalishaji wa mishipa mipya ya damu. Uvimbe una uwezo au saratani ina uwezo wa kuzalisha mishipa yake ya damu, na kwa sababu hiyo hupata usambazaji wa damu kutoka kwa mwili kupitia unyonyeshaji wake au mishipa ya damu. Hii ni moja ya njia za kawaida ambazo inaweza kuzalisha athari ya unyonyeshaji. Njia nyingine ambayo inaweza kufanya unyonyeshaji ni kwa kuchukua damu kutoka kwa viungo vya kawaida vya mapafu vilivyo karibu, na kama parasi inaweza kujishikilia hapo na kuchukua usambazaji wote wa damu, kwa sababu damu ni muhimu sana kwa lishe na kukua yenyewe. Njia nyingine ambayo unyonyeshaji hutokea ni kwa kuharibu au kuvamia mishipa ya damu iliyopo na kuchukua damu kutoka kwao. Kisha mbinu nyingine ni kufanya mishipa ya damu iwe na uvujaji mwingi. Haiwezi kushikilia damu na haiwezi kubeba damu. Mishipa ya damu inafanya iwe na matundu mengi au uvujaji mwingi na kuchukua lishe yote ambayo inapaswa kwenda kwenye miundo ya kawaida, na hivyo ukuaji hutokea. Lakini mbinu hizi zote zinaweza kudhibitiwa kwa kutumia dawa fulani za chemotherapy, na tuna dawa fulani zinazoitwa dawa za kupinga angiogenesis. Hizi ni dawa zinazolenga ambazo kwa kweli zinalenga mishipa ya damu na ukuaji mpya wa mishipa na angiogenesis. Hizi zinaitwa bevacizumab, na dawa hii maalum inaweza kutumika pamoja na mawakala wengine wa chemotherapy kudhibiti ukuaji huu wa mishipa ya damu. Asante.